Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga atafuatana na Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani. Mheshimiwa Naibu Spika, nikija sasa kuchangia hoja. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa wana Sikonge, wananchi wa jimbo la Sikonge wanampongeza sana na wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyowafanyia wana Sikonge. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wana Sikonge ni wakulima. Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa, amefanya jambo kubwa ambalo hatukulitarajia wala halikuwa katika ndoto zetu. Mheshimiwa Spika, tulikuwa tuna shida ya mbolea, lakini Mheshimiwa Rais ametumwagia mbolea ya kutosha, na isitoshe mbolea yenyewe kwa bei ya ruzuku. Tunamshukuru sana. Lakini kama haitoshi, sisi ni wakulima wa zao la tumbaku. Kuna kipindi tumbaku iliumba kwa sababu tulikosa masoko. Lakini Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, ametutafutia masoko na sasa hivi tunauza tumbaku yetu kwa uhakika. Na niwaambie tu waheshimiwa wabunge mliopo na Mheshimiwa Naibu Spika, msimu uliopita zaidi ya shilingi bilioni 110 zimeweza kuingia pale Sikonge. Tufanye nini sasa wana Sikonge? Kweli tarehe 29 wana Sikonge walijitoa kwa wingi, na Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amepata zaidi ya 98% kwenye jimbo la Sikonge. Na hizi 98% hazijaja kwa bahati nzuri wala kwa bahati mbaya. Hapana, ni kwamba yeye mwenyewe alizitafuta kwa sababu alifanya makubwa ndani ya jimbo la Sikonge. Tunamshukuru sana na wanampongeza sana wana Sikonge. Ukija katika swala la maji, Mheshimiwa Naibu Spika, leo hii sisi kule Sikonge maji ya kutoka Ziwa Victoria yameingia. Bado kuna changamoto ndogo ndogo, lakini wataalamu wanasema kwamba ifikapo Februari wana Sikonge wanapata maji ya uhakika kutoka Ziwa Victoria. Sasa wana Sikonge tuseme nini? Hivi tungeenda tukampe nani hizo kura kwa mambo haya mazuri aliyotufanyia? Katika swala la umeme ndio siseme, wachangiaji wamesema. Leo hii Mheshimiwa Rais anamalizia vitongoji vilivyobaki. Leo katika jimbo langu la Sikonge nikichukua ndivyo ambavyo ametupa sasa hivi, si zaidi ya vitongoji 50 ndio vimebaki ambavyo havina umeme. Na naamini hata kabla ya 2030 tayari vitongoji vyote vitakuwa vimepata umeme. Narudia tena kusema Mheshimiwa Naibu Spika, 98% aliyoipata haikuwa kwa bahati mbaya wala haikuwa kwa bahati nzuri, isipokuwa alizitafuta yeye mwenyewe kwa kazi kubwa aliyoifanya. Tunamshukuru sana na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.